Hilo ndilo jina pekee lenye nguvu kila kitu dunia mzima. Nataka kuzungumzia ujumbe unaosema kwamba injili iko kwa kila kiumbe. Nataka kuzungumza katika kitabu cha Yeremia mlango wa 31 mstari wa 31 mpaka 34. Inasema, Mwenyezi Mungu asema, siku zaja ambazo nitafanya agano jipya na watu wa Israeli na watu wa Yuda. Agano hili halitakuwa kama lile nililolifanya na wazee wao nilipowatoa kwa mkono wangu kutoka Misri. Agano hilo walilivunja, ingawa mimi nilikuwa Bwana wao. Mimi Mwenyezi Mungu nimesema, baada ya siku hizo nitafanya agano lifuatalo na Waisraeli. Nitaiweka sheria yangu ndani yao na kuiandika katika mioyo yao. Tumeelewana? Mimi nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Wala haitawabidi kufundishana na kusema, mujue Mwenyezi Mungu, kwa sababu wote wadogo kwa wakubwa watanijua mimi Mungu, maana nitawasamehe makosa yao, wala sitazikumbuka tena dhambi zao. Sasa hapa ndio tunataka kuelewa ya kwamba injili iko kwa kila kiumbe. Nataka nikwambie, ukitaka kujua, uliza Yeremia mwenyewe. Yeremia alipoitwa akaambiwa yeye ni nabii, na sio nabii wa kijiji na sio nabii wa nchi, ni nabii wa mataifa ambayo Mungu alikuwa ameyatenga kwake. Alikataa na kusema ya kwamba yeye ni mtoto mdogo, na kingine akaongeza akisema hajui kuongea. Alijibiwa akiambiwa ya kwamba chenye unafaa kujua kwamba nilikuumba, nikakuteua, nikakutenga ukuwe nabii wa mataifa. Kabla haujakuja hapa duniani tayari nilikuwa nimekutenga. Mungu alikuwa ameweka tu injili ndani ya Yeremia kitambo sana. Wakati wa ile injili kuanza kufanya kazi ya kutoka kwenda kwa mataifa ndio ilikuwa ijafika, lakini injili ilikuwa ndani yake. Musa alipoitwa kuwa nabii aende kutoa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa, alikataa. Akaanza kusema hata hajui kuongea, lakini aliulizwa, anayefanya mtu kuongea ni nani? Anayepea mwanadamu ulimi, kumpatia uwezo wa kuongea, hata kuona, kufanya mambo yote ni nani? Ni Mungu. So hapa Mungu anasema ya kwamba kuna agano alikuwa amefanya na watu, na lile agano watu wakalivunja. Akasema agano jipya anaenda kulifanya na hao watu, agano jipya lingine anaenda kulifanya aje? Kulifanya agano lile hivi, kuliandika neno lake ndani ya hawa watu. Neno la Mungu litakaa ndani yao, litaandikwa kwa mioyo yao na litabaki pale. Ndio maana yeye mwenyewe anathibitisha katika Yohana 15:5, anasema, kaeni ndani yangu, mimi nitakaa ndani yenu, mutakuwa na mimi kila wakati. Kwa vile Mungu anasema hapo nyuma mlikuwa na Mungu kupitia kwa watu, ndio mfikie. Kulikuwa na mtu ametengwa, mnafaa muende kwake. Ni kazi ilikuwa ya Mungu, alikuwa amefanya hivyo kwa huo wakati, ilikuwa ni kusudi lake, haikuwa dhambi Mungu kuchagua makuhani na kusema ukitaka kuongea na Mungu ama mkitaka kusikia kupitia kwa Mungu, kuna makuhani ambao walikuwa wameteuliwa, ambao mnafaa muende kwao msikize vile Mungu anasema. Lakini Mungu akasema hiyo wakati imeisha. Sasa huu wakati
anaenda kuandika lile neno, sio kwa kuhani peke yake sio kwa mwinjilisti na nabii peke yake. Neno la Mungu litakaa ndani ya kila mtu, na anasema hata hautahitaji na mtu kukuambia mambo ya kujua Mungu, kwa sababu yeye mwenyewe atakuwa mwalimu wako, atakuwa na wewe hapo mahali. Mimi ni injili inanifurahisha bwana. Sikia hii injili bwana, sikia tu hii injili tena. Hii inanifurahisha. Mwenyezi Mungu asema, siku zaja ambapo nitafanya agano jipya na watu wangu wa Israeli. Sasa usifikiri ni wale wa Israeli wenye Israeli. Hapo ndio watu wanasoma neno la Mungu na wanakosa ufunuo. Ukisikia mtu anaitwa Mwisraeli, sio yule mtu anakaa Israeli. Mungu anazungumzia kiumbe chake kila mahali dunia mzima. Anazungumzia wewe na mimi. Sasa usianze kuniambia ile neno ni la Waisraeli. Anazungumzia kila kiumbe. Sikia vile anasema ninaenda siku zaja ambapo nitafanya agano jipya na watu wangu Israeli, ambao ni kila mtu dunia mzima, watu wa Yuda. Unasikia, kila mtu anasema hivi, agano hili halitakuwa kama lile nililolifanya na wazee wao nilipowatoa kwa mkono wangu kwa kutoka Misri. Agano hilo walilivunja, ingawa mimi nilikuwa Bwana wao. Mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Yaani hapa Mungu anasema ya kwamba injili anaipeleka viwango vingine. Vile alidili nao ule wakati akiwatoa katika nchi ya Misri, huo wakati kuna vile alidili nao, kuna vile alitengeneza nao agano. Huyo Mungu anasema ya kwamba sasa hii raundi amebadilisha vile atadili nao tena. Lakini kuna watu hawataki hiyo, wanataka tu kubaki pale vile alidili na wale wa Israeli, vile alidili nao katika ile wakati. Hawataka kujua kwamba huu wakati anasema nini. Sasa sikia vile anasema huu wakati anasema nini. Wale watu ambao mnasoma neno la Mungu na mnakwamia mawazo yenu kwa yale ambao Mungu aliyafanya hapo kitambo, alifanya hivyo, lakini kwa saa hii anataka kufanya tofauti. Hii injili my friend, kama utasoma injili na akili yako itakuwa ngumu. Hata ukiwa pastor hata ukiwa mwinjilizi, utahubiria watu injili yenye uelewi, na baadaye utakapouliza maswali hautaweza kuyajibu na utaibika. Kwa sababu gani? Hautaki kusikiza vile Mungu anasema. Anasema hapo aje, kuna vile alikuwa ametengeneza agano na hao watu hapo awali na haikuwa dhambi, lakini saa hii haendi kufanya hivyo. Sikia vile ile agano anasema sasa la saa hii jipya. Sikia agano hili, anasema hivi, baada ya siku hizo nitafanya agano lifuatalo. Sikia, si kama lile la kwanza, na kuiandika anasema nitaiweka sheria yangu ndani yao na kuiandika katika mioyo yao. Sio tena katika mawe, sio katika kitabu, hapana. Neno litabaki ndani yako. Hapo nyuma lilikuwa limeandikwa kwa mawe na kwa makonge na kwa barabara, lakini hapa saa hii agano lenye Mungu anatengeneza, neno hili litabaki ndani ya kila mtu, ndani ya kila mtu. Sikia vizuri, Mungu hajazungumzia neno hili litabaki kwa wachungaji na kwa wainjilisti na mitume. Neno hili litabaki ndani ya kila mtu. Hapo awali hakuwa amefanya hivyo, sasa saa hii amebadilisha. Unajua hii injili, acha nikwambie ukweli, mahali hii injili imeleta shida. Kuna vitu Mungu alifanya hapo awali akasema hivi ndio vitu vinafaa kufanywa kwa huu wakati. Yeye mwenyewe akakuja asema sasa kwa wakati huu na wakati ujao sitafanya vile nilifanya hapo awali. Lakini kuna watu wanaabudu Mungu wakikwamia tu pale awali, wakikwamia tu pale awali. Ndio maana injili imekuwa ngumu. Ndio maana watu wengine wanakosana wahubiri wengine. Kwa sababu gani? Hawataki kuelewa majira, hawataki kuelewa ufunuo wa injili. Sasa ile agano la kuandika sheria ya Mungu ndani ya moyo wako, sheria ya Mungu itabaki kwako, itakuwa ndani yako. Hautahitaji kutoka hapa kuenda Israeli ndio ukutane na Mungu. Hautahitaji hapa uende katika mlima fulani ndio ukutane na Mungu ama mapango. Hautatoka hapa uende mahali fulani pa maombi ndio ukutane na Mungu. Hautahitaji, kwa sababu tayari uko naye, ako ndani yako.
Hii injili inanifurahisha. Lakini sasa hiyo ndio watu nasumbuka. Mtu anatoka hapa anakimbia mahali ingine Israeli kwenda kuomba, atoke huko na kitambaa na msalaba na maji fulani, akuje nayo kwa kanisa na bendera aweke hapo, ndio watu wajue ya kwamba huyo mtu ameenda mahali Mungu yuko. Upumbavu wa hali ya juu. Huo ndio ukweli. Mungu yuko ndani yetu na hayuko ndani ya watumishi peke yao. Mungu yuko ndani ya kila kiumbe. Hiyo ndio kitu nafaa kujua. Sasa unapoona tunasimama na kufundisha watu, ni ya kwamba hata mimi saa hii nisipokufundisha, tayari Mungu ako pale anaendelea tu kukufundisha. Ndio naona asilimia kubwa ya mafundisho unayopokea sio kupitia kwa watumishi. Kama unangojea mafundisho kubwa kutoka kwa watumishi, umepotea. Wewe ni muasi. Asilimia kubwa Mungu anaongea na wewe peke yako kuliko watumishi. Si ya kwamba watumishi Mungu aongee nao kwa maisha yako, anaongea nao, lakini asilimia kiasi gani? Asilimia moja. Asilimia 99 iko juu yako na Mungu. Hapo mko hapo na Mungu mnaongea. Ndio maana masaa mingi, wakati mwingi unashinda na Mungu, haushindi na mtumishi. Neno litakuwa ndani yako na yeye atakuwa ndani yako kila wakati, kila mahali. Hakuna mahali utaenda kutafuta ile neno tena. Hautapanda ndege utoka hapa tunaenda Israeli, sijui unaenda India, sijui unaenda huko Uganda na Mogogo kukutana na neno la Mungu. Ni uongo, ni uchawi umejiingiza ndani. Neno liko hapo mahali penye huko, ndio neno liko. Neno nani? Mungu mwenyewe. Ukienda kutafuta Mungu mahali ingine, hiyo ni shauri yako, umejiroga. Nakwambia ukweli, umejiroga. Unaweza toka hapo uende Israeli uombe kwa kanisa, haina shida, lakini si ya kwamba ati Mungu anapatikana hapo mahali umeenda kwa sababu ni Israeli. Unaweza utoka hapo uende na Mugogo Uganda uombe, si ya kwamba ati Mungu ako pale. Ako pamoja na wewe. Injili iko pamoja na kila kiumbe. Wewe kazi yako ni kusikia na kufuata. Na Mungu anasema agano hili jipya anaenda kulifanya aje? Kuna mabadiliko katika injili ambayo watu hawataki. Na hiyo ndio maana unaona kwa saa hii watu wamechanganyikiwa katika Ukristo. Kuna wale wanasema ubatizo ni wa maji, wengine ni wa bendera, wengine ni wa Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani ya mambo kama haya? Hawaelewi ya kwamba aliyekuja na ubatizo alisema nini. Hiyo ni kitu cha kwanza. Na mwenyewe aliyekuja na ubatizo alibatizwa. Hiyo hawataki kuelewa. Na alipomaliza hiyo ubatizo ya maji alisema nini? Kuna yule anakuja hata wabatiza kama mimi. Lakini saa hii jaribu kuambia watu mambo ya ubatizo wa maji hakuna. Ndio naona kuna wahubiri sasa wanakosana na watu hata mambo ya fungu la 10. Kwa sababu gani? Fungu la 10 lilikuwepo kwa huo wakati. Mimi swali naulizanga watu, wapendwa, hii injili tunahubiri na kuelewa vile imeandikwa ama tunahubiri na kufunuliwa? Na hata hii kufunuliwa imeandikwa hapa, kama sasa Yesu mwenyewe anasema agano, kuna lile agano alikuwa ametengeneza na wana wa Israeli na amelikataa, amelivunja, hilo limeisha. Sasa ni agano lingine. Lakini wale wa kitambo wamekataa, wanataka tu kubaki kwa lile agano la kwanza. Ndio wahubiri wa siku ya leo. Sisi watumishi, kuna vitu Mungu alishatutoa ndani kitambo, viliisha. Lakini bado tunataka kuhubiria watu hizo vitu, na tukianza kuambiwa ni kupingana, kwa sababu hatutaki kukubali ufunuo wa injili. Amesema mwenyewe agano lingine anaenda kutengeneza, sio kama lile la kwanza. Ndio naona siku hizi katika mitandao wahubiri wanapigana. Kwa sababu gani? Huyu anahubiri injili, huyu ameasi, huyu anapoteza watu. Anapoteza watu waje? Huyu mtu anahubiri injili katika ufunuo. Because swala kama la fungu la 10 kweli kufitia saa hii, kuna mtu anafaa kuambiwa na mhubiri yeyote hata anafaa kuja kwa kanisa atoe fungu la 10. Huyu mtu ni mkora. Hata mhubiri mwenyewe haoni ya kwamba mtu anakuja kwa kanisa, kwa nyumba yake haumwambii kutoa kitu yoyote, lakini kwa kanisa ndio anakuja mtu mzima. Mtu anarani kampuni, mtu ako na biashara kubwa anarani, lakini kwa kanisa atiyo mtu anaanza kumwambia atanafaa kutoa sadaka, anafaa atoe pesa ya kulipa kanisa. Wewe uone kama wewe mchungaji, uone kama unapotosha watu wewe? Hauoni wale watu naambiwa hata hiyo kanisa yenye wanashiriki ndani na ile kampuni wako nayo, kampuni ni kubwa kuliko hiyo kanisa. Mtu ni mmoja na operate shule moja mzima kuanzia class 1 mpaka class
na class 8. Mtu mmoja anaioperate peke yake. Sasa huyu mtu anakuja kwa kanisa ndio anaanza kumwambia, unajua hapa mahali token imeisha, hapa mahali tunafaa tulipe maji. Huoni kama hapo mahali kuna shida? Watumishi kuna mahali wamepotea, lakini hawataki kusikia. Mimi sioni kama kuna mtu mwenye ameokoka na mpaka saa hii anafaa kuambiwa mambo ambayo yanafaa ifanyike kwa kanisa, tofauti na yale ambayo yanafanyika kwake. Anapokuja kwa kanisa ni hall, ni nyumba, kila kitu ambayo anafanya kwake kiko kwa hiyo kanisa. Sioni kama huyo mtu anafaa kuwa anaambiwa cha kufanya, unless huyo mtu hajamkubali Yesu. Mambo ya Mungu kwake ni mavi, sio sehemu yake. Hiyo ndio mimi naweza kusema, kwa sababu ule mtu ambaye mambo ya Mungu iko sehemu yake ninyi mnacheza na ule mtu ambaye mambo ya Mungu anayajua bwana, my friend. Ni kama ule mtu ambaye anajua mambo ya maisha yake. Sijaiona mtu anafuatilia mtu ende amuka paka anakuja kupigwa viboko ndio aende kazi. Sijawahi ona. Lakini wakikuja kanisani, bwana, watu wanalelewa kama mayai. Wale watu ambao wakitoka hapo wakienda katika shughuli zao za dunia, wanafanya mambo ya maajabu. Hilo kanisa usikuje mahali niko. Kama unafanya vitu vikubwa katika maisha yako, alafu unakuja mahali niko, nataka nikuwe na kuambia tunafaa tulipe kodi ya kanisa, tafuta makanisa mengi. Kuna makanisa mengi ambayo yanakubali upumbavu kama huo wenye uko ndani, ingia ndani. Lakini mimi unapokuja na kusema kwamba umemkubali Mungu, my friend, mtu anayeongoza na Mungu atamkubali Mungu anaongoza naye. Wachana huyo mtu. Bwana, huyo sio mtu wa kuambia kitu ambayo unafikiria bwana. Kama unamwambia kitu ni kitu ya kumkumbusha tu, na huyo mtu tayari hata ukianza kuzungumuza, huyo mtu tayari ameshaelewa chenye unasema. Lakini mtu anakuja kwa kanisa kila kitu anaambiwa, kwa nyumba yake haambiwi. Kwa kanisa tu ndiye anafaa ambiwa, sijui mnafaa mkuje mfanye practice, sijui mnafaa mkuje msafishe hii kanisa, sijui hii kanisa mnafaa muhakishe, sijui kila, my friend, na kwa nyumba yake haambiwi. My friend, baki kwako. Ama tafuta ile kanisa ambayo ina fit hiyo standard yako, kaa ndani. Lakini sio kanisa ya Mungu. Mtu anayeongoza na Mungu, my friend, ati ni mtu ambaye tunafaa kuambia ati unajua kwa hii kanisa tunahitaji maji, kwa hii kanisa tunahitaji kulipa, hii kanisa tumekodisha, hii compound tunalipa. Mtu amekuja kwa kanisa yeye mwenyewe, anafaa akifika hivi anauliza, hii kanisa ni ya kukodisha, mnalipanga kodi? Yeye mwenyewe anafaa kuwa anajua ni pesa ngapi. Anauliza, akitoka hapo akienda anarudi kwa Mungu. Mungu, nimeenda mahali umenituma, na pale nimesikia kodi ni 50,000. Mungu, utanitumia kiasi gani kwa kulipa hiyo kodi? Huyo mtu anaanza kutoa hiyo kodi bila kuambiwa kutoa fungu la 10 na bila kuambiwa sijui kutoa sadaka. Huyo mtu anakuja kwa kanisa akiwa amejua kwamba hiyo kanisa inafaa ilipiwe kodi na kila kitu, kwa sababu sheria ya Mungu itakuwa ndani yake. Watu hawataki mambo kama haya ya kudili na Mungu direct. Ndio maana kumekuwa na uboroka katika Injili, na wakora wameingia katika Injili wakaibia watu. Kwa sababu gani? Hawa watu hawako tayari kudili na Mungu wenyewe, wanataka kudili na Mungu kupitia kwa watu wengine, ambayo Mungu anasema nyinyi mwenyewe niko na nyinyi hapa, mniongee na mimi. Hamuko tayari kuongea na Mungu, lakini shughuli zingine mnadili na vitu zingine nyinyi wenyewe mpaka mnamaliza. Unaweza achia mtu kanisa asimamie kanisa, mtu mmoja asimamie kanisa na umwachie hata watu 50, utapata ile kanisa linafika mahali linafungwa. Huyo mtu, unajua ile biashara yenye anarana ameandika watu wangapi kwa hiyo biashara, na hiyo biashara inaendelea. Wewe unajua ni watu wangapi huyo mtu amesimamia kwa biashara, kwa kazi yake ameandika wafanyakazi wangapi, na biashara yake haijaanguka, lakini kanisa tu ndio linaanguka. Pelekeni michezo mahali ingine. Kama hutaki kuabudu Mungu, in fact baki kwako. Unajua mambo ya kuabudu Mungu imefika mahali imeonekana ni kama tunaabudu Mungu tukimsaidia yeye. Na si kwamba hata watu hawajui. Watu wanajua. Mungu mwenyewe amesema kwamba ninaenda kutengeneza agano na sheria yangu nitaandika katika mioyo za hawa watu. Itakuwa ndani mwao, itabakia pale. Hawatahitaji hata mtu mwingine awafundishe. Sikia kwanza bwana. Unajua unaweza sema kwamba tunahubiri injili ya propaganda. Sikia vile Mungu anasema kwamba mimi nitakuwa Mungu wao na wao watakuwa watu wangu. Mimi Mwenyezi Mungu nimesema, wala haitawabidi kufundishana na kusema mjue Mungu, kwa sababu Mungu
haitawabidi kufundishana na kusema mjue Mungu, kwa kuwa sababu wote wadogo na wakubwa watanijua mimi Mwenyezi Mungu, nami nitawasamehe makosa yao yote na sitakumbuka tena dhambi zao. Umesikia? Wakubwa na wadogo, kila mtu atajua Mungu. My friend, sasa mtu anakuja kwa kanisa bwana, ako na michezo, anachezea watu akili, anasumbua mapasta wamewekewa mizigo kila siku kukumbusha mtu wa university mzima hata kwamba hapa mahali tunafaa tulipe. My friend, hilo kanisa linaenda kuisha. Wacha nikwambie, unless utabaki kwa kanisa kama hilo. Lakini kanisa ambalo Mungu anataka katika hii dunia ni kanisa unapokuja ndani we mwenyewe unadili na Mungu. Hiyo ni kitu ya kwanza. Unapofika pale unazungumza na Mungu na kusikia yale ambayo Mungu anatumia watumishi na kuyakubali. Kama utaki, toka utafute kanisa ingine yenye unapingana naye, utapeleka huko ujuaji. Kanisa nataka tufike kwa kanisa tusikize watumishi wanatuambia nini, kwa sababu wanaongozwa na Mungu na sio watumishi pia ambao wanataka kujiongoza na akili zao. Wamekubali, wamekaa chini ya Mungu. Chenye wanafundisha kinatoka kwa Mungu, sio mawazo yao na sio akili za kibinadamu. Sio mambo ambayo watu wawili watatu wamekaa chini wamebuni ndio wanaletea watu kwa kanisa kufundisha. Sio hiyo. Ni mafundisho yanayotoka kwa Mungu mwenyewe. Hapa Mungu anasema hautahitaji hata kufundishwa mambo yake. Hii ndio Injili bwana. Na ni ukweli bwana. Mtu unasikia ati mtu ameokoka. Aliokoa mtu na Mungu. Alafu Mungu hata haongeleshi huyo mtu, ati huyu Mungu ani hata hawezi ambia huyo mtu ya kwamba mahali unaenda kuabudu kuna vitu ambavyo vinahitajika pale. Mtu anafika pale amekuwa mjinga wa hali ya juu, lakini kwa shule, kwa kazi yake, ai bwana, yule mtu ni mwerevu. Akionako tu biashara haiendi vizuri, ameshatafuta mbinu nyingine ya kutafuta ili biashara iende. Lakini kwa kanisa ni mjinga wa mwisho. Hautaleta ujinga kwa kanisa mahali menye niko. Mimi nakwambia ukweli, hautaabudu hapo mahali. Kanisa ambalo Mungu anataka, my friend, unapokuja wewe mwenyewe kufika pale, unafaa uko kwanza na dini na Mungu. Ile percentage kidogo yenye utapata kwa watumishi, asilimia kidogo, inaenda kukupeleka viwango vingine. Lakini wewe kukuja hapo, ule Mungu amekutuma mahali. Atunafika tena unaanza, mimi sasa nitoka hapa niende mahali ambapo kuabudu Mungu amenituma. Atunafika pale tena wale watu wanaanza kuniambia ati hiyo kanisa mahali hapo kunahitajika maji. Ninaona hii kanisa inahitaji viti, na ngoja tena mchungaji asimama aniambie ati kanisa inahitaji viti. Sijatumwa na Mungu, mimi ni mkora. Mambo ya Mungu haiko ndani yangu. Huo ndio ukweli. Tusianze kuchukua Mungu kama mtoto mdogo, kama michezo bwana. Mungu sio mwanadamu. Mtu anayeongoza, ukisikia mtu ameokoka anaongozwa na Mungu bwana, huyo mtu akili yake yote iko connected kwa Mungu. Anapoenda hata kwa mahali anapofika, Mungu anamfunulia kinyo anafaa afanye hapo mahali. Huwezi kutoka hapa Mungu amekutuma mahali katika nchi nyingine, hajakueleza kinyo unaenda kufanya, hajakufunulia kinyo unafaa ufanye pale. Haujatumwa. Before Mungu akutume ameshakupatia mission. Amekwambia mahali unaenda, kinyo unafaa kufanya. That's why ukifika pale hautakuwa mzigo wa watu. Ukifika pale utakuwa baraka kwa watu. Haufike pale na kuanza kusumbua watu, ukuwe mzigo mpaka watu waseme huyu mtu hakutumwa na Mungu. Unafaa ukifika mahali watu waseme huyu mtu ametumwa na Mungu, kwa sababu wakati umefika pale kweli umekuwa baraka. Haujakuwa mzigo, haujakuwa mtu wa kila siku kuambiwa hiki na hiki ndio tunafaa tufanye kama kanisa. Wapenda, kuna watu ambao wameingia kwa Mungu lakini ni kama hawako na Mungu kabisa. Hawako na Mungu kabisa. Mungu anasema hautahitaji mtu kukufundisha kumjua. Hivyo ndio ameandika. Na anasema sio ati mtu mkubwa ama mdogo, wakubwa kwa wadogo wote nitaandika sheria yangu ndani mwao. Hata ukitoka hapo ukienda kwa kanisa, kama wewe ni kijana, ukifika kwa kanisa unaona ile kanisa nini kinahitajika, Mungu mwenyewe atakwambia ile kanisa linafaa lifagiliwe. Tunangoja pasta apange program ya vile kanisa litafagiliwa. Lakini kanisa siku ya leo naye imenifurahisha. Kanisa siku ya leo imejaa michezo. Na hiyo kanisa lazima itatolewa. Mimi nakwambia ukweli. Kanisa siku ya leo ile michezo iko ndani, ile upuzi iko ndani ya kanisa, ndio inafanya hata watu wa dunia wengine hawezi kuja kuabudu hapa. Wewe unafikiri mtu kama mwanajeshi, ile discipline, hebu uliza yako mtu tu kwa hii dunia, ile discipline iko kwa barracks. Ile discipline iko kwa wanajeshi.
Alafu mwanajeshi anatoka kwa barracks anakuja kukaa kwa kanisa ambayo iko na michezo. Ile mwanajeshi anapotoka kwa barracks anakuja kwa kanisa, chenye ana expect kupatana kwa kanisa nacho ni discipline ambayo iko juu kuliko mahali ametoka. Rais akitoka kwa state house yake kukuja kwa kanisa ana expect kupatana na vitu ambavyo viko juu kwa kanisa, viko juu zaidi ya state house mahali ametoka. Managing director, CEO wa Safaricom, wa Airtel ametoka kwa nyumba yake anakuja kwa kanisa, ana expect discipline yenye anaonanga mahali penye anafanya kazi iko juu kuliko mahali ambapo amekuja kuabudu. Lazima unapoenda kuabudu mahali popote, hauwezi kutoka kwa nyumba yako unaona wewe ni mtu ambaye hata mtu akikuangalia kweli headmaster mzima, ile discipline unakuanga umeweka kwa shule. Wewe unataka kuniambia discipline kama ya Alliance Boys, Starehe Boys, principal wa mahali pale, ile discipline ameweka pale, alafu anakuja kwa kanisa anaona tu watu wako kwa kanisa na michezo, atashiriki hapo? Ndio maana kuna watu wengine unasikia matajiri ama wenye wamesoma hawawezi kuja kwa makanisa mengine. Kwa sababu gani? Wanaona ni michezo yenye kwa hiyo kanisa. Wewe unafikiri mtu kama huyu chief commander wa KDF, mtu mwenye ako serious kwa jeshi pale anatoka kwa nyumba yake akiwa kwa jeshi vile watu wanapiga saluti mkubwa, alafu anakuja kwa kanisa anapata michezo ndio iko pale, alafu niambia anafaa kaa hapo? Hawezi kaa hapo, hata mimi siwezi. Mtu anapotoka kwa nyumba yake, mtu anapoachana na kitu ambacho anafanya, akikuja kwa kanisa ana expect kupata zaidi kwa kanisa. Sio mtu ametoka katika shughuli zake, mtu amefunga biashara yake, amesema acha niende kwa kanisa nisikize Mungu. Anapokuja kwa kanisa anapatana na upumbavu wa hali ya juu. Vile watu wanabehave kwa kanisa na michezo na mizaha, huyo mtu hawezi kaa hapo. Ataamua kukaa kwa nyumba. Mtaanza kusema ati matajiri hawataki kuabudu Mungu. Hapana, wameangalia standard yenye mahali wanafanya kazi na mahali penye wanaenda kuabudu, wanaona ni michezo. Mahali penye wanaenda kuabudu kuna michezo na ni upumbavu ya hali ya juu. Ndio maana mwanajeshi yule alipoona Yesu anamwambia anataka kuja kwake, na anasikia kwamba Yesu ako juu ya wanajeshi, aliambia Yesu, haufai kukuja kwangu, tuma neno. Mahali penye niko na amurishanga watu, nikiwaambia waende wanaenda, nikiwaambia warudi wanarudi. Mwanajeshi aliambia Yesu, discipline iko kwa jeshi iko juu, na nimesikia wewe uko juu ya wanajeshi, uko juu ya wafalme. So mimi siwezi kusema ati ukuje kwangu ndio huyu mfanyakazi wangu apone, tuma neno. Yesu akasema, huyu mwanajeshi tangu nizaliwe hapa Israeli sijaona mtu mwenye ako na imani kama huyu mwanajeshi. Huyo mwanajeshi hakuwa apostle, hakuwa evangelist kama mimi. Alikuwa tu amesimamia jeshi, hakukuwa pastor, hakuwa mwimbaji, lakini alikuwa ni mtu anaamini Mungu na ako serious bwana. Yule mtu alikuwa serious my friend. Aliambia Yesu, mimi mahali nafanya kazi ile discipline iko pale, sio ya mchezo. Alafu huwezi kuniambia tu wewe ni Mungu, uko juu ya mimi, uko juu ya paka hata taifa, uko juu ya kila kitu. Alafu hata sasa utoke mahali huko ukuje mahali niko. Wewe uko zaidi. Na hiyo ndio inastahili kuwa. Daktari, mtu mwenye amesoma, mahali anafanya kazi akitrain watu wanafanya saa, wanasema yes boss. Watu wanasikia sauti ya yule daktari akiwafundisha, wanakubali. Alafu daktari anawacha nyumba yake na mahali anafanyia watu kazi na heshima yote yenye ako nayo pale, akiingia mahali anapata kila mtu ametulia ti, hakuna mtu akianza kufundisha, hakuna mtu anatoka kwa darasa. Lakini kwa kanisa pasa anaanza kufundisha, mtu anatoka mara 4 akienda kukojoa na kukunia, akirudi anatoka akirudi. Huyo mtu akiwa ameenda university, akiwa ameenda mahali kufundishwa, huyo mtu mwambie ni training ya jeshi anaenda. Sasa ako kwa training ya jeshi pale kwa barracks, mkubwa wao amefika anawatrain, hata kwa choo hauendi. Unasikia hata inzi ikikuuma, hata nyuki, hata kitu yote kikuuma, hafai kujiguza na kujishika mahali umeumwa, unasimama kama mlingoti. Alafu ule mtu anakuja kwa kanisa, napata tu ameingia kwa kanisa, mtu tu anasimama tu kwa kanisa, ati tunaomba, ati sijui pasa anahubiri, mtu anachukua tu simu anatoka nje akiongea, anakuja tu kwa kanisa na watoto wanarandaranda, na hao watoto wakiwa kwa shule hawarandarandi. Huyo mtu hawezi kaa hapo.
Ndio maana kuna watu wengine wakuja kwa kanisa, si ya kwamba ati wale watu wamedharau Mungu, ni standard ya hiyo kanisa iko chini. Sasa huyo mtu anaona hera abaki kwa nyumba, ni michezo. Alafu tunaanza kutokana haye matajiri, kuna watu wamesoma wataki Mungu. No, kuna wale wamesoma ndio wako na kiburi, lakini sio wote. Lakini kuna wale watu wamesoma, wameona heshima ya masomo vile iko na strictness hata kwa shule. Wana expect wakikuja kwa kanisa wapate zaidi. Lakini wanakuja kwa kanisa wanapatana na mavi. Wanakuja siku ya leo hawatawaona wameenda. Wametafuta kanisa nyingine. Ndio utapata kuna makanisa nyingine za matajiri kwa sababu ile standard iko pale ndio wanafit. Hata wewe mtoto wako ukipata kwamba ile masomo mahali ameenda kusoma standard yenye wanafundisha pale haiambatani na vile unataka, unatoa mtoto kwa hiyo shule unapeleka shule nyingine. Sisi tunafanyanga hivyo tunajua, lakini kwa kanisa ndio tunataka kuchukua takataka yote kuweka pale na kujidanganya kwamba neema inatosha. Yaani Mungu ambaye amefundisha walimu kukuwa strict kwa shule, kwa mambo ya shule na watoto wanafanya mpaka wanapita mtihani, huyo Mungu hawa walimu ndio mapasta tuko nao. Yaani kwa kanisa nini imeingia kwa kanisa ambao hakuna strictness? Kila kitu tunafaa tufundishwe na pasta, kila kitu tunafaa tufundishwe na viongozi wetu. Mtu mwenye umeokoka na unategemea kufundishwa kila kitu na mchungaji wako, haujapokea Yesu, achana naye. Baki kwako. Tunaelekea kufungua kanisa kwa hii dunia, kanisa ambalo utakuwa unakuja na una register. Utakuwa unakuja kwa hilo kanisa na unasema umekuja kufanya nini? Yesu amekutuma kufanya nini kwa hiyo kanisa? Kama haujui chenye umetumwa, baki kwingine. Hatutaki kanisa ambalo tunafuatilia watu. Hilo sio kanisa my friend. Hilo sio kanisa. Alafu nasema ati Mungu ndiye ati nimeokoka, ati naongozwa na Mungu. Alafu unakuja kwa kanisa unakuwa mzigo kwa watu. Kila kitu ni kuambiwa. Kila kitu paka mchungaji asingumuze, akuambie ndio ufanye. Hata unaona kitu hapa ni chafu, unaona tu hii mlango ni chafu. Hizi viti zimekuwa chafu. Unangoja matangazo kwa secretary, kwa yule mtu anatangaza awaambie wapendwa, siku fulani tukuje tusafishe. Ana kuna mtu anayeongozwa tu aambie wengine bwana, baada leo tukusanyika hapa tusafishe viti. Hakuna, paka matangazo yatoke kwa kanisa. Kwa yule ambaye anatangazanga ndio tufanye vitu kwa kanisa. Hiyo sio kanisa. Hao ni wakora wamekusanyika. Na hiyo wakora siku zimefika za mwisho. Mimi ninakwambia kwa hii dunia hakuna mtu atacheza na kanisa nikiwa hai. Au utacheza na Mungu my friend. Ukitaka kujua uliza Goliati. Goliati alianza kucheza na Mungu hakuwa anajua kwamba kuna mtu anaitwa David. Daudi akasikia michezo ya Goliati kiendelea kitukana na Mungu. Daudi anasikia tu. Watu wameogopa bwana, wameogopa Goliati. Watu wameogopa Goliati. Hata mpaka king mwenyewe ameogopa Goliati. King na jeshi lake limeogopa. Daudi akasikia akaona, yule Mungu mwenye alifanya nikatoa hata kondoo kwa mdomo ya simba na dubu. Ule Mungu bwana. Huyu Goliati hawezi fanya hiyo kitu yenye Mungu alifanya. Daudi akasema hapana. Sihitaji backup. Sihitaji backup ndio hii injili songe mbele, hapana. Sihitaji backup yoyote ati ndio kanisa likuwe sawa. My friend, wewe ukitaka kuamini ile mambo ninakwambia, ukikubaliana nayo, Mungu akikufunulia, ukuja tuendelee. Lakini usifikiri kwamba kuna mtu nategemea kulainisha kanisa, hapana. Sitakubali injili. Hiyo ni kitu nakwambia. Dunia mzima. Naongelea dunia mzima. Sitakubali watu wacheze na injili. Kuanzia kwa serikali, kuanzia kwa mtu yoyote, injili haitachezwa, haitadharauliwa, haitaingizwa na michezo ndani nikiwa hai. Hapana bwana. Injili mahali linitoa. My friend, ukijua mahali injili linitoa, alafu kuja leta mchezo ndani, utashuhudia. Mimi nakwambia ukweli. Kwa sababu tumeingiza michezo katika injili. Tunakuja kuabudu, lakini kweli tukisema kwamba huyu Mungu ndio tunaabudu, ati huyu Mungu anatuongoza, kweli mtu anasema hapana, ni michezo tunafanya. Mpendwa, hakuna kitu dunia mzima hii kinafaa kukua zaidi ya injili. Andika tu juu, andika chini, andika katikati, andika kila mahali. Hakuna kitu yoyote hapa duniani kinafaa kukua zaidi ya injili, kwa sababu injili ni Mungu mwenyewe. Wakati Mungu anatuonyesha mfano wa shule, Mungu anatuonyesha mfano wa kambi ya jeshi, Mungu anatuonyesha mfano
walipuaji wa kujitoa muhanga. Ani mtu anaamua kujitoa muhanga peke yake, akufe, ajelipue. Hiyo mfano yote tunaonyeshwa na Mungu. Alafu injili ndio madharau iko ndani. Na kuambia ukweli, kuna kanisa, andika chini siku ya leo, mimi napata hiyo ujumbe. Kuna kanisa lenye linatengenezwa, hautaingia ndani. Kama haujaamua kufuata Yesu, saa hii uko tu na uhuru wa kuingia kwa kila kanisa, unaabudu, unatoka hapo nenda kwa kanisa lingine. Kuna kanisa hautatoka kwa kanisa lingine kuja kwa hilo kanisa bila recommendation letter, na bila kujua chenye kimekuleta pale ni nini. Mimi nakwambia ukweli, utatafuta tu kanisa lenye unafiti ndani. Unajua kila mtu ako na standard yake. Ukiona utataka kwa kanisa ambalo liko na michezo, tafuta kwa hilo kanisa, kusanyika pale, ingia ndani, abudu hapo. Lakini ile kanisa lenye nakwambia kanisa la revolution, hautaingia ndani vile unafikiria. Hautakuja tu, mtu asikudanganya kwamba neema ya Mungu inatosha. Asikudanganye kama uelewe hiyo neema. Hautakuja ndani kama haujatumwa na haujui chenye kimekuleta kufanya. Hautaingia kwa hiyo kanisa. Hata kama baba yako anashiriki hapo na mama yako, wewe tu binafsi hautaingia hapo. Hiyo ndio kanisa tunaingia ndani. Ndio uingie hapo ndani, ukae ndani. Kwanza hata utajirejesta na utuambie chenye kimekuleta hapo ni nini. Kanisa haitakuwa choo ya watu kucheza nayo. Hiyo michezo imeisha. So Mungu ametuambia vizuri ya kwamba anatengeneza agano lingine. Wewe ukitaka kubaki na agano la Musa, baki nalo. Ukitaka kubaki na agano la wakina Isaya, wewe baki na ile, haina shida. Lakini kwa ile kanisa ambalo Mungu anazungumza saa hii, mwenyewe ametuambia kwamba na kila mtu atamjua. Ndio maana ujumbe wangu umekuwa kwamba injili iko kwa kila kiumbe. Hata ule mlevi sasa mwenye amelewa amelala kwa barabara, ule injili iko pale kwake. Hakuna injili huyo mtu. Usifikiri kwamba ana injili. Hakuna mtu anaweza kuwa kwa hii dunia na akose injili. Injili iko kwa kila kiumbe. Hivyo ndio vile Mungu alisema, wakubwa na wadogo. Ndio maana ukianza kuhubiri, kama wewe ni kijana, usiende mahali kuhubiri injili alafu watu wanaanza kuambia kwamba wewe ni kijana mdogo, haujaoa, hauwezi kutuhubiria. Wachana na watu, ni wapumbavu. Injili hatukuambiwa tunafaa tuhubirie watu injili kama tumeoa. Unajua hiyo ni sheria za wanadamu. Aliyekuambia kwamba injili hii tunahubiri kama tumeoa ni nani? Yeremia alikuwa na mke, alikuwa ameoa, akaanza kuhubiri. Wakati alisema yeye ni mtoto mdogo, alikuwa ameoa. Paulo huyu anafundisha mambo ya ndoa, alikuwa na mke. Kama ujue mambo ya injili, unataka kuongeza akili yako, kaa chini. Ngojea sauti ya Mungu ikueleze injili ni nini. Kwa sababu kuna watu wanafaa kuhubiri injili hata vijana hawajaoa, lakini wanaambiwa nyinyi hamweze kumkahubiri kwa wazee. Nyinyi mtatueleza nini? Hamjaoa, mtakuja kutufundisha nini? Aliyekwambia nani? Paulo alikuwa anafundisha watu mambo ya ndoa, alikuwa na mke. Yeremia huyu akiitwa, akikataa, akisema yeye ni mtoto mdogo aje kuongea, alikuwa na mke. Kama hujui injili bwana ndugu, tafadhali dada, kaa chini utulie, ufundishwe na ukuwe mpole. Na ni ujuaji wako tu ndio unafanya hauko tayari kukusikia injili. Asilimia ya mtumishi kukufundisha injili ni kidogo, asilimia imebaki kubwa iko juu yako. So nataka kumaliza ujumbe nikisema hivi: kanisa ambalo linakuja kwa hii dunia, kuwa tayari. Sio lile kanisa ambalo utakuwa unakuja unaanza kuambiwa katika hii kanisa tunahitaji hii na hii. Unakuja hapo Mungu anakufungua macho, wewe mwenyewe anakuambia kwa hii kanisa ende ununue sahani ulete. Unaenda unanunua sahani naleta hapa. Tunaendelea. Mwingine Mungu amemwambia aende alete vitambaa za hiyo kanisa. Hiyo ndio kanisa tunaingia ndani. Mwingine anakuja hapo Mungu anamwambia wewe hakikisha hii kanisa tiles zote umeweka hapo. Hiyo ndio kanisa tunaingia. Sio kanisa ya kila kitu tunasimama, wapendwa, unajua hii mwezi hatujakuwa vizuri, hii mwezi rent yetu ni shilingi 7,000 na unajua hatujatoa. Sasa Mungu, sasa 7,000 imeshinda watu 17 kutoa 7,000. 7,000 imeshinda watu 50. Na unajua kwa hao 7,000 kuna mtu analipa nyumba 10,000. Kwa watu 50 ambao 7,000 imewashinda kulipa,
Kuna mtu ako na kampuni hapo. Kuna mtu ako hapo na kampuni. Ameandika watu 15. Hii injili ni tamu bwana, naweza fanya niongee mpaka kesho. Wacha niwachie pale. So, injili imetufundisha kwamba Mungu anaenda kuweka neno lake ndani yako. Na anaenda kuweka lile neno kwa kila mtu. Haijalishi umri, kwa kila mtu, mchanga na mkubwa. Na kweli Yeremia aliweka ile neno. Musa ndugu yetu aliweka ile neno wakiwa wachanga, wakisema hata hawawezi. Lakini neno lilikuwa ndani yao. Limewekwa ndani. Kwa sababu gani? My friend, Mungu akisema jambo lazima alitimize na lazima alifanye kulingana vile alisema. So sisi ambao tuko katika kanisa sasa na tunacheza katika kanisa, nataka nikwambie Mungu mwenyewe anasema usichezee neema yake. Hii neema ambayo tuko tunayo kwa kanisa, tunaingia wakati tunataka, kwa kazi yetu tunaenda wakati unaofaa, tunaingia kwa kanisa wakati tunaofaa, tunaotaka, kwa shule zetu watoto wanaamuka saa 1 saa 2, watoto wako ndani wamekaa wanasoma vitabu wenyewe. Lakini siku ya Jumapili ya kanisa watoto ndio hao wanakuja saa 5 na wazazi wao wanatembea wanakuja kusaidia kanisa na mchungaji. Unaona? Chezeni tu saa hii. Kwa hii neema ya saa hii, lakini ile neema ambayo inakuja hautaingia kwa hiyo kanisa. Mimi nakwambia ukweli. Hii unabii nakwambia andika chini, hautaingia kwa hiyo kanisa. Na kama utaingia kwa kanisa kama hiyo, haitakuwa kanisa Mungu, itakuwa ni kikundi cha wapumbavu, kikundi cha waasi wa Kora kama we mwenyewe mmekusanyika, mko pamoja. Sasa mko na uwezo wa kuingia kwa kanisa wakati mnataka, mko na uwezo injili kihubiriwa, mko na uwezo wa kutembea kwa kanisa, mko na uwezo kila siku kwa mnakumbushwa kwa kanisa tunafaa tununue viti, tunafaa tununue tununue vitu fulani kwa kanisa. Hiyo ndio kanisa mtaingia ndani ya watu waasi, watu ambao hawataki kusikia sauti ya Mungu. Wakora watakusanywa pamoja, lakini wale ambao wanasikia sauti ya Mungu, wale wanyenyekevu, watakusanywa pamoja. Wenye kila mtu akikuja kwa kanisa hivi, utakuwa unasikia mtu anakuambia mimi Mungu ameniambia nafaa niweka hapa kitu fulani. Mwingine anakuja Mungu amesema nafaa nifanye kitu fulani. Na hiyo kanisa inaendelea. Na injili inapigwa. Na wanaambia watu kulingana na kutubu dhambi. Hakuna injili ingine kwa hii dunia. Injili ya kwenda Amerika, injili ya kununua magari wachana nayo. Injili ni moja. Tunakuambia uachane na dhambi na vitu zingine zote utapokea. Hiyo ndio watu watakusanywa pamoja. Mimi nakwambia Mungu atakusanya hao pamoja wenye wanakubaliana ya kwamba injili hii itahubiriwa katika ufunuo, na wale ambao pia wataamua ya kwamba sisi tunataka tukue watu wa kufuatiliwa kama watoto wadogo na kukumbushwa na kukua ni kama tunasaidia Mungu, tuna watakusanywa pamoja na upumbavu wao watakuwa hivyo. Ndio naona nikimalizia katika ile sherehe ya harusi kulikuwa na wanawali 10, 5 wajinga na 5 waerevu. Wewe unaona 5 wapumbavu walikusanywa tu pamoja wakaendelea kuabudu hivyo, na hao 5 werevu wakakusanywa pamoja. Hapo ndio tunaelekea kuabudu Mungu hivi. Wale ambao watakuwa wanyenyekevu, wenye wanataka kutembea na sauti ya Mungu, wanakusanywa pamoja. Wakiingia katika kanisa hawatakuwa mzigo, hawatasumbua kwa mtu kwa hiyo kanisa. Wakikuja pale ni kuabudu na vitu vitaenda tu. Utaona kila mtu anafanya kulingana na vile Mungu amemuongoza. Na hawa wapumbavu pia watakusanywa tu katika jengo lao na wataendelea kujiroga pale na kujipumbazia pale. So wewe ndio utaamua unataka kuwa kanisa la wale 5 walikuwa waherevu, ama unataka kuwa kwa kanisa la wale 5 wapumbavu waasi. Wewe ndio utaamua. Lakini siku ya leo ninakuhakikishia haya maana nimekuambia andika chini. Kwa wakati tu utakuja kuyaona. Huo mchezo ambao unafanyika leo katika injili hautafanyika. Na ukifanyika hautakuwa mahali hapo panaabudiwa Mungu, itakuwa ni mahali penye wapumbavu wameamua. So kwa hayo machache ambao umesikia ujumbe huu, patia mwingine. Upokee ujumbe huu na nia safi, patia mwingine. Na huyo mwingine apatie mwingine, na injili ya Mungu iendelee kuhubiriwa kila kona ya dunia. Na ninafurahia injili hii inaendelea kuhubiriwa kila kona. Injili hii sio ya mtu mmoja. Mungu akosema kwamba injili hii ya mapinduzi itakuwa ni ya mtu mmoja. Injili hii Mungu ameinua watu ambao wanaenda kusimama katika hayo mapinduzi ili kuleta injili ile inayotakikana katika hii dunia. Na wewe kama ni mmoja wao, furahia kuingia katika nafasi na ufanye
kulingana na vile Mungu anataka ufanye. Na Mungu awabariki kwa wale ambao mmesikia ujumbe, na neno la Mungu liendelee kuhubiriwa katika dunia yote, katika kila kona, bila kupunguzwa. Lihubiriwe kulingana na vile inatakikana. Wale ambao mmesikia hiyo neno, mjue kwamba neno hilo limetoka katika roho. Sikilizeni ile neno ambalo limetoka katika roho na ufunuo, na Mungu awatende mema. Wale ambao mahali penye mko kila mmoja, Mungu akaweze kutimiza mipango zake alizokupangia kwa maisha yako kulingana na vile mwenyewe alikusudia. Mkawe na wakati mwema. Amina.